maana kwamba una maandishi ikiwa kwenye app ya simu, ikiwa kwenye kalamu na karatasi, popote pale ambao kuna kumbuka kwamba nimetoa 10,000 kwenda hapa, nimetoa 50,000 kwenda hapa, nimetumia 100,000 kwenda sehemu fulani. Unaweza kutumia kwenye app ya Notes kama unataka kupata app zingine tofauti. Kuna app zingine ambazo ziko kama zinaitwa Money Lover kwa watu ambao kwa upande wa Android. Mimi napenda app ambayo inaitwa Dime, Dime kwa upande wa Apple iPhone, ambayo ukidownload hizo apps ni kama unaweza kuingiza taarifa zako huko kwamba umetumia 1,000 kwa kitu fulani, umetumia 3,000 kwa chakula, umetumia 5,000 kwa usafiri, umetumia 8,000 kwa kitu fulani. Alafu baadaye itakisha kuonyesha vizuri kama kwenye mpango wa charts na graphs na nini kwa umetumia shilingi ngapi. Lakini ikishindikana useme kwamba hizo apps ni sitaki mambo mengi, Notes app kwenye simu yako. Hii hapo uweze kusema kwamba paka nitafute kalamu karatasi, nitafute simu unayo. Na simu unayo. Useme kwamba huna simu. Fungua Notes app, andika humo, na alafu baadaye kila mwisho wa wiki au kila mwisho wa mwezi unaweza kusummarize hizo vitu kusema kwamba basi kwenye upande wa chakula nimetumia jumla kiasi hii. Usafiri nimetumia jumla kiasi hii. Starehe na kutoka watu nimetumia jumla kiasi hii. Hapo ndaanza kuelewa kwa mimi nikipata hela inaenda 1 2 3 4 5 mpaka inaisha. Ndio sasa unaweza kuona kwamba baada ya kuona hiyo kitu unaweza kuona unaboresha wapi, unapunguza hapo, unaongeza wapi ili mambo yako yaende.